Mwanamke mwenye hela anaweza kumtii mume wake. Mwanamke mwenye hela anaweza kumtii mume wake. Kama wewe ni mwanaume unafuatana nami na umekuwa katika wale ambao wamekuwa wakinijibu message mara kwa mara kwamba mama, mwanamke akishakuwa na hela hawezi kutii. Naomba leo nikuambie kwamba mwanamke mwenye hela anaweza kumtii mume wake. Na kama wewe ni mwanamke ambaye una hela, mwanamke mwenye hela ni nani? Pia hata yule mwenye biashara yake nzuri inayozalisha pesa nzuri, hata yule mwenye vyeo, ni PhD holder, ni doctor, ni mwanasheria, ana degree yake, yani mwanamke mwenye uwezo kwa lugha nyingine. Kama wewe ni mwanamke wa aina hiyo, unao uwezo wa kumtii mume wako pia. Naomba ni kutie moyo wewe mwanaume ambaye umekuwa na hali hizo za kukata tamaa, ukumbuke kwamba mwanadamu yeyote ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndani ya kila mwanadamu kuna umungu ndani yake. Kuna wema ndani yake, kuna uzuri ndani yake. Kwa hiyo hata huyu mwanamke mwenye hela ndani yake kuna uzuri. Habari ya kutii ni kitu ambacho mwanamke anacho kwa kawaida ndani. Ni mazingira na mafundisho na vitu vingine tunavyovipata huku duniani vinaenda kama vina saa nyingine vinaharibu ukweli na uasilia huu ndani ya mwanamke. Kwa hiyo hata huyu mwanamke mwenye hela, hata huyu mwanamke mwenye uwezo ana uwezo wa kumtii mume wake. Sasa kama wewe ni mwanamke unafuatana nami na ni mwanamke mwenye uwezo, ni mwanamke mwenye pesa, mwenye vyeo vyake, mwenye elimu yake, kinachoweza kukusaidia ili uweze kumtii mume wako ni kweli hizi mbili. Kweli ya kwanza ni kwamba pesa sio kila kitu. Hii ni kweli ambayo wengi tunaijua, wengi mnaijua, lakini nikukumbushe tu na tuendelee kujikumbusha kwamba pesa sio kila kitu. Wako wanawake ambao walidanganywa either na walezi au na baadhi ya marafiki, jamaa, wakaambiwa bwana we soma na elimu itakuwa mume wako. Bwana we tafuta pesa na pesa itakuwa mume wako. Walidanganywa hivyo na wamefikia umri fulani wakagundua kwamba kumbe pesa sio kila kitu. Kuna muda fulani unahitaji mtu wa kushauriana naye, unahitaji mtu wa kufurahi naye, unahitaji mtu wa kuchangamsha mwili pamoja naye. Unaona, kwa namna ambayo inampendeza Mungu, sio namna zile ambazo wanaita kucheza ndondo mitaani ambazo mwisho wake ni madhara, wasiwasi wa magonjwa, wasiwasi wa kuvamiwa na vitu vya jinsi hiyo kwa sababu hujui inamwibia mtu au vipi. Unaona? Unahitaji mtu ambaye utakuwa na nia moja pamoja na yeye. Ninayo mifano mingi. Ninayo mifano ya wanawake ambao wamekuwa na mafanikio mazuri tu kiuchumi, kielimu, alafu wakawa na washauri ambao ni ndugu. Hao ndugu ambao wamekuwa wanashauriana nao kama washauri wao, wakaishia maisha yao, hao ndugu yamekuwa yanajengwa, lakini hao wanawake hawajengeki kivile. Ukiwa na mshauri wako, mtu ambaye ana familia yake mahali fulani, unaweza ukajikuta unajenga familia ya mtu mwingine kinamna moja ama nyingine. Hela yako wewe ndio hela ipo ya kukopa, kwenda kufanyia vitu warudishe, ujue hapo atarudisha bila riba. Nipe kwanza nifanyie hiki na kurudishia, wewe panga hiki, panga muda fulani. Kumbe ule ushauri kwa namna fulani wakati mwingine bila hata hao ndugu zako kujua, unapelekwa katika vipaumbele vya wao kujenga familia zao. Sasa mchezo huwa unakuja kutokeza vizuri pale ambapo unajikuta unatakiwa ukae na wifi. Ndio hapo wifi anavyokuambia wewe uliharibu nyumba yako, uliharibu ndoa yako, uliharibu mahusiano yako na mume wako. Ulitaka kuja hapa kwa kaka yako ili nikuachie nyumba hii ukae wewe na kaka yako. Yanakuwa ni matusi ya nguoni, ni matusi ya ajabu. Lakini ndipo pale utakapokuja kugundua pale ujikute pengine huyu kaka keshafariki, watoto wako wamebaki na watoto wa huyo kaka yako pale nyumbani. Ndio wale watoto watakapoambia watoto wako nyinyi hapa sio kwenu, ondokeni, ndio utakapopata kujua. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye atakuwa na nia moja na wewe, mnae nia moja na kujenga familia moja na kujenga pamoja. Yaani kwamba pesa sio kila kitu. Elimu sio kila kitu. Uwezo wa kiuchumi sio kila kitu. Unamhitaji mtu. Tena wakati mwingine yametokea magonjwa, wakati wa magonjwa unamhitaji mtu kukufariji, sio pesa. Pesa haiwezi kukusaidia. Kwa hiyo ukweli huu inabidi tukumbushane mara kwa mara, mwanamke mwenzangu, kwamba pesa sio kila kitu. Ili wewe mwanamke mwenye fedha, mwenye uwezo, uweze kumtii mumeo, ukiendelea kujikumbusha ukweli huu kwamba pesa sio kila kitu, inasaidia sana. Lakini kweli ya pili ni kwamba pesa ni kwa neema ya Mungu. Utakumbuka mwanamke mwenzangu kwamba kama wewe una elimu nzuri,
yamkini una vyeo. Utakumbuka kwamba darasani ulikuwa wewe sio wa kwanza siku zote na miaka yote. Wapo waliokuwa na kuzidi, na yamkini umeshafuatilia maisha yao ukagundua hawana hela kama wewe. Yamkini kama wewe ni mfanyabiashara, biashara yako inafanikiwa, utakumbuka wengine ambao walianza pengine kwa mtaji sawa na wako, pengine wengine mtaji zaidi yako, lakini biashara zao zimekufa, ya kwako inaendelea. Kwa hiyo pamoja na juhudi zako za kusoma, za kufanya biashara, za kufanya kazi, pesa ni kwa neema ya Mungu. Ndio maana wako wengine wenye uwezo kiakili, wenye uwezo kielimu, wenye mitaji mikubwa hawajafanikiwa kama unavyofanikiwa wewe. Kwa hiyo kweli hii pia tukijikumbusha nayo inasaidia, ili tuweze kukaa katika nafasi zetu, kukumbuka mimi ni mke, ninamhitaji mume wangu na ninaweza kumtii hata kama nina elimu, hata kama nina pesa, hata kama nina heshima, nina vyeo, vyovyote vile. Basi mtu wa Mungu, tunapokumbushana hayo, hii ni sehemu ya kwanza katika sehemu 10 ambazo zinazungumza habari ya mwanamke mwenye pesa, mwanamke mwenye uwezo, jinsi gani anaweza kumtii mume wake, ni namna gani anaweza kumtii mume wake, kwa sababu inawezekana. Na wewe mwanaume, naendelea kusisitizia, inawezekana. Wale mnaonijibu siku zote mwanamke mwenye pesa hawezi kumtii mumewe, wapo wenye pesa ninaowajua wanatii waume zao, na inawezekana hata huyo uliye naye kama sasa sio mtii, akaweza kwa neema ya Mungu kuanza kukutii, na wewe ukiwa unaendelea kuwekeza kumpenda, kumjali na kumthamini.